لله الذي فضل العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، وفضل ليلة القدر لنزول القرآن الكريم، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في 10 الأواخر من رمضان، زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله أيها الناس، وقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu ambao tumejaliwa kuhudhuria ibada tukufu ya leo ya Ijumaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa tukiwa tunaelekea katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, tunamhimidi Allah na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, wanazuoni wamegawa mwezi huu wa Ramadhani katika makundi matatu. Tulikuwa na 10 la kwanza, wakasema ni 10 la rahma, kwa maana Mwenyezi Mungu anawahurumia waja wake ambao walikuwa wamezoea kunywa chai alfajiri, kula mchana, kula jioni. Sasa wanaamkia katika funga ya Ramadhani, wanatatizika kweli. Kwa hiyo hawa Mwenyezi Mungu anawaangalia kwa jicho la rehema. Lakini wakasema na 10 la pili la maghfira, Mwenyezi Mungu ameweka yeye misamaha yake kwa mtu ambaye anataka kusameheka. Hilo likapita. Sasa 10 hili la mwisho ambalo Mtume katika kauli zake anasema ni rizqu minan nar, ya kuachiwa watu waliokuwa wamehukumiwa kwenda motoni. Mwenyezi Mungu anatoa msamaha, kama mnavyoona msamaha wa rais. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, 10 hili la mwisho lina vitu vingi, lina mambo mengi, lakini lina fursa nyingi za ibada ambazo haziweza kupatikana huko nyuma. Katika 10 hili la mwisho kuna mambo makubwa mawili ambao nataka niyazungumze kwa dakika zetu hizi za kutuba, ambayo ni muhimu sana. Jambo la kwanza ni kuona ni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha 10 hili la mwisho kwa kuweka mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu ameweka usiku wa cheo, usiku wa heshima, usiku wa makadirio. Akaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba usiku huu ni bora kuliko masiku, kuliko miezi,
1000 isiyokuwemo usiku huu ulioko katika mwezi wa Ramadhani, na akautukuza usiku huu kwa kuteremsha Qur'ani tukufu kama sura yenyewe inavyoeleza. Anaeleza Mwenyezi Mungu katika sura hii, Suratul Qadr, akieleza kwamba inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha. Mwenyezi Mungu anaueleza usiku huo na ubora wake na nini kilichofanyika katika usiku huo. Anasema Mwenyezi Mungu kwamba kwa hakika tumeanza kuteremsha Qur'ani hii fi lailatul qadr, katika usiku wa lailatul qadr, yani usiku wa heshima, usiku mtukufu. Qur'ani hii mnayoiona ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani hii katika aya zile za somo, akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Mwenyezi Mungu ameeleza mwanzoni kwamba mwezi huu mnaofunga ninyi, mlioambiwa ufunge huu mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani katika mwezi huo. Lakini akaenda mbali kutaka kutujulisha kwamba haya, kama ni mwezi huo siku 30, sasa hiyo Qur'ani imeteremka tarehe ngapi, usiku gani? Ndiye akasema kwamba inna anzalnahu fi lailatul qadr, mimi nimeiteremsha hii Qur'ani katika usiku mtakatifu. Sasa na usiku huu mtakatifu unapatikana katika 10 la mwisho ile la Ramadhani, usiku wa kuamkia 20 saumu ya 27. Wamefikia hapo, inawezekana ikawa hivyo, inawezekana isiwe hivyo, kwa sababu ni ijtihad. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ibada unayoweza kuifanya katika usiku huo, thawabu zake, ili mtu aweze kupata thawabu katika ibada aliyoifanya nje ya usiku huo, lazima afanye ibada miezi 1000 au miaka 83 na ushii. Sasa hapa kila mmoja mwenye akili, mwenye kupima mambo, atakuwa ameelewa ubora wa usiku huu. Ndio maana tunasema ueleze vizuri, ili Waislamu pamoja na kufunga kwetu na nini, na ambapo tutakuja kukutwa na hii siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, tutafute usiku huo, ili utakapotufikia utukute tunafanya ibada ambayo itakuwa na thawabu. Mtu kuja kutufikia awe amefanya ibada kama hiyo miezi 1000. Hii ni fursa kubwa ya kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amesema wama adraka ma lailatul qadr. Ameuliza Mwenyezi Mungu hali ya kuwa anajua ni kitu gani kitakufahamisha ubora wa usiku huo. Maneno haya ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anajibu, anatuambia lailatul qadri, huo usiku wa lailatul qadri khairun min alf shahr. Yako mambo yanafanyika katika huo usiku. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa katika usiku huo wa lailatul qadri,
na fadhila zinazopatikana katika usiku huo kwa mtu atakayekutwa na ibada ni hiyo, kupata thawabu ambazo ili mtu mwingine azifikie atafanya ibada miaka 1000, jambo ambalo haliwezekani, si rahisi. Miaka 1000, miezi 1000, unatafuta thawabu alizozipata mtu mmoja aliyefanya ibada katika usiku mmoja. Sasa nini kitusaidie? Basi tusaidiwe na twende nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana hili linaweza kutusaidia, maana Mtume Muhammad ndiye mwalimu wetu. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru al-awakhir shadda bi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu sallallahu alaihi wasallam. Katika 10 hili la mwisho lilipokuwa likiingia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa habari hizi na mkewe, tena mkewe kipenzi, sio mke tu wako nani, Aisha. Anasema ilipokuwa ikiingia 10 la mwisho, yani kuanzia 21, Mtume sallallahu alaihi wasallam shadda bi'zar. Haya ni maneno ya kiutu uzima, hawezi kuyafahamu isipokuwa watu. Maana kila mtu akija kukwambia kwamba ilipokuwa ikifika hapo alikuwa hakuni nguo, kwa hiyo utajua ilikuwa na nguvu gani. Alikuwa anakaza mkanda wake, kaza kikoi. Mtume katika siku 10 za mwezi wa Ramadhani, zile za mwisho wa Ramadhani, hakufungua kikoi chake. Maana yake ni kwamba hakuwa na starehe na wake zake. Mtume Muhammad hakufungua kikoi, alikuwa anakikaza kikoi. Kama wewe una suruali, basi umekaza mkanda, ufungui mkanda mpaka 10 limalizike. Sasa hii linatujulisha kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa ameshamsamehe ma taqaddama min dhambihi wa ma ta'akhkhara, hakuweza kulala, hakuweza kustarehe katika 10 la mwisho. Wewe na mimi tukoje katika hiyo siku? Halafu katika 10 hili la mwisho, basi sisi ndio tupate raha. Kuna raha. Mtume alikwenda itikafu katika 10 hili la mwisho. Kwa hiyo na sisi tuige kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sikukaza mkanda wa ahya lailahu, alikuwa akifanya ibada za kukesha. Alikuwa katika mkesha. Siku 10 za mwisho wa Ramadhani ni siku za mkesha wa ibada. Ndipo alipofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi tusali sala za tarawih, sala za usiku, tusome Qur'ani, tusome dhikri, unakesha. Hapo unafuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini la tatu akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume hakuwa na tabia ya uchoyo, ya ubinafsi, hakuwa wakala. Kuna watu katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunajifanya sisi kuwa ni kama madiwani, kama wabunge vile katika nyumba zetu, kwamba sisi tunawawakilisha watu wetu wa nyumbani. Mtume akufanya hivi. Ili uliangalie, inawezekana wewe mwanamume au mume katika familia yako unasali sana, lakini mkeo maskini kumwambia asali,
unasali sana, watoto wako hawasali. Yani wewe mmoja katika nyumba yako ndio mwakilishi, ndio mbunge, lakini nyumbani kwako hakuna anayeswali. Mke asali, watoto hawasali. Au wabilaks, au mama anasali. Kuna nyumba zingine akina mama ndio waswalihina, wanasali vizuri sana, lakini mume asali. Mume asali. Nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye katika tabia yake ahya laila, alikesha akiswali ibada, wa aiqadha ahlahu, akiwa amsha watu wake wakezi. Huyu Aisha anayetuambia habari hizi akimwamsha. Kwa hiyo Aisha aliona lilikuwa ni jambo la sifa alilokuwa akifanya kwenye masiku mengine, lakini hapa aiqadha ahlahu, akiwaamsha usingizini, amkeni, 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 tukeshe, tusali. Hii ndio inayotakiwa katika nyumba zetu kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, huo ndio usiku ambao Mtume akimtafuta, siku 10 zote za kwenda mpaka mwisho wa mfungo wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa hili ni Ijumaa letu ambalo tunaanza nalo leo kuingia katika 10 la mwisho, ni wakumbushe kitu, ibada nyingine kubwa iliyomo katika siku hizi 10 tunazoanza nazo. Ni nini? Katika siku 10 hizi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Katika 10 hili la mwisho hili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha kwa waumini wa Kiislamu zakatul fitri. Mnaona hapa kuna zaka za aina mbili. Kuna zaka ile ya nguzo ya Uislamu, itai zakat. Lakini katika Ramadhani tu, katika 10 hili la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafaradhisha zakatul fitri. Na wote tunajua zakatul fitri, lakini lazima tukumbushane. Fadhakir inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kukumbusha kuna wafaa waumini. Zakatul fitri amefaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ibada kongwe kwa sababu alifaradhisha katika mwaka wa 2 wa Hijra. Kwa hiyo tunapohesabu 1446 toa mwaka mmoja, kwa hiyo 1445 Waislamu wanatoa zakatul fitr. Kwa hiyo na mimi nawakumbusheni kwamba hii ni faradha amefaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yeye na Qur'ani imetuambia wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Mtu atakayemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amemtii Mwenyezi Mungu. Ziko aya nyingi. Kwa hiyo hakuna hiari katika kutoa zakatul fitr. Na Mtume ameweka zakatul fitr kwa mambo mawili. Faida ya mambo matatu. Zakatul fitr kwanza ni tuhurata liswahili. Zakatul fitr ni kama brush ya kuja kumbrashi huyu aliyefunga, kumuondoa vumbi zilizompata katika mwezi wa Ramadhani. Maana sisi ni wanadamu, sisi sio malaika. Mina rafa, mtu amefunga lakini anazungumza maneno ya hovyo hovyo. Kwa mtu amefunga, anachati, yuko kwenye simu anaangalia picha zilizomo kwenye simu. Amefunga, anampelekea siku nane, tukifungua tutaonana na hivi na kadhalika. Lakini vile vile na mambo mengine machafu. Sasa watu tumeteta, tumesengenya,
tumefanya kusuda, tumefitini. Mtu amefunga anafanya fitina. Unajua kuna mtu ambaye amenyonya fitina katika ziwa la mama yake, hata akiwa amefunga lazima afanye fitina, maana yeye kama hajafitini halali. Kuna mtu ambaye ni an-namima, anatoa maneno huku anapeleka huku kuchonganisha watu hata kama amefunga na njaa alionayo. Lakini sasa ukitoa zakatul fitri inakuwa ni tuhurata liswahili, inakwenda kukurashi, kuondoa hizo vumbi za macho. Kama sisi tunayofunga tuko katika miji hii ya mchanganyiko, macho yameangalia nini, najikuta umeangalia ndio unasema astaghfirullah, basi mambo yanakwenda, lakini dhambi imepatikana. Nini kitatusaidia? Ni kukurashi fitri. Lakini la pili ni tu'mata lilmasakini, ni kwa sababu watu wote hatulingani. Ndugu zangu Waislamu, hatulingani. Kuna watu wanaitwa wenye uwezo na watu wasiokuwa na uwezo. Kwa lugha ya Kiarabu inaitwa maskini au fakiri. Hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu, wako hapa, wahitaji hawa wako hapa. Sasa Mtume amewaamrisha wenye uwezo. Hawa wanaofuturu utafikiria labda kuna mjadala pale, vyakula mpaka vinashindikana wanavitupa huko, wawalishe wale wasiokuwa na chakula. Sasa wanawalisha nini? Viko aina ya vyakula, lakini kwa mujibu wa maelekezo sisi tunazungumzia chakula cha aina moja. Viko vingi, yaani kila kitu kinachohesabiwa chakula isipokuwa ndizi. Ndizi ndizo hazitolewi fitri, lakini maharagwe nini zile, mchele, ngano, zabibu, vitu gani, vitu vingine hapa hakuna. Shairi hakuna. Sisi ya Mwenyezi Mungu anasema la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamwezi mkapata thawabu isipokuwa mtoe katika vile vitu ambavyo na ninyi mnavipenda. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Chakula kizuri, kama ni bishori siku nini, na huyu umpelekee bishori huyu maskini. Ni kilo ngapi? Kilo 5. Kwa tunaangalia kilo sasa hivi watu wakisema 2,000 ni 6,000. Sasa hizo unatoa fitri yako wewe mwenyewe, unatolea fitri mke wako, unatolea fitri mtoto wako. Sasa hapa kuna hesabu. Kama wewe ni mwami, basi una zaidi ya mke mmoja, unawatolea kila mmoja. Kama umeendelea mpaka 4, kila mmoja kilo 5, na wewe kilo 3. Ni kilo ngapi? Utapiga mahesabu. Sasa kama una na watoto, hivyo usiniulize swali, je, shekhe nina watoto wengi nitafanyaje? Si ndio heshima katika nyumba yako bwana, wewe ni mtu mkubwa bwana. Na watoto sasa, kama una familia ya watu 10, basi tunategemea kutoa fitri kilo 30. Tahadhari. Kuna watu wanadanganya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kuna watu wanafanya ibada kwa kumhadaa Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa atakuja kuwalipa malipo ya hatari sana, atawaadhibu watu wanaomhadaa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanachelewesha kutoa hili. Utamuona siku ile watu wanakwenda kuswali, amebanana pale mlangoni, ndiye anataka kutoa fitri, anaiangushia katika mikono ya mtu asiyestahili kupokea fitri hiyo. Unamlisha ambaye hapaswi kulishwa. Lakini la pili, unamdanganya. Unaweza ukaja na 5,000 au 10,000, wewe unamwambia fitri yangu, na yeye akifanya hivi anasema wajinga ndio waliwao, anaweka mfukoni. Sana kwenda kuswali anasema astaghfirullah, ameletewa baraka. Mnafanya hivyo kudanganya. Toweni fitri kabla ya siku 2. Faida yake ni nini? Faida yake, fitri hii, yule
anayepaswa kupewa fitri na yeye aingie katika mchana wa siku ya Idi akiwa na raha, anajua nyumbani kuna chakula, lakini wewe unakwenda kutoa naye anatoa zakatul fitri. Ni khadaa, yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. Hichi ni mambo mengi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي المصطفى وعلى آله الأطهار أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وبهائم المسلمين وسائر بلاد تنزانيا. Mwenyezi Mungu ufanye mji wetu wa Bukoba na miji yote ya Tanzania iwe katika nchi ya amani ya Allah. Tujalie nchi zetu za amani, ushirikiano, watu wapendane. Mwenyezi Mungu tuwaombea viongozi wa nchi na wasaidizi wao na viongozi wa dini Mungu wetu. Allahumma wafiqhum wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat ala hayatihim wa amwat. Rabbana innaka qaribun mujib. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل. Tulikamilisha sala zetu kama ambayo tulizima simu zetu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واكفنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من النار والجحيم يا رب فسلمنا إلى رحمتك ورضوانك يا رب فقربنا وبالتحية والسلام يا رب فقومنا. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا ولا تجعلنا من الذين قالوا سمعنا وعصينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نستغفر الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب ولوالدينا يا نواه فيما جنينا وعلينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم بلغتنا هذا الشهر الكريم برحمتك ومغفرتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد.